Hi everyone, ninakukaribisha katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. My name is Ezekiel Chavala. Kabla ya kuendelea unaweza ukasubscribe channel yangu YouTube. Naitwa Ezekiel Chavala. It's Chavala Music Academy. Nafundisha muziki kule. Siku ya leo nina somo zuri sana kwa ajili yako, na siku ya leo tunaenda kujifunza aina 3 ya njia za gitaa zitakazo kusaidia wewe kuweza kufanya gitaa la rhythm na solo kwa urahisi. Njia, ili uweze kupiga solo unahitaji kujua njia. Ili uweze kupiga rhythm unahitaji kujua njia. Sasa leo naenda kufundisha aina 3 ya njia za gitaa ambazo zitakusaidia kuweza kupiga gitaa lako kwa urahisi. Gitaa dogo, kwa maana hili gitaa lenye nyuzi 6. Okay, sawa. Okay, njia ya kwanza nitatumia ufunguo wa E kama reference kwa sababu ni ufunguo ambao naupenda sana, lakini ningeweza kutumia wote, lakini nitatumia E kama reference. Hapa ni ufunguo wa E major. Sasa katika ufunguo wa E major, njia ya kwanza tunasema ni njia ya kutumia sophisticated strings. Sophisticated strings kwa maana ya string nyembamba. Hiyo ni njia namba 1. Kumbuka kwamba hizi ninazozifundisha mimi uwezo ukazikuta popote pale isipokuwa kwangu tu. Na nimejaribu kuzifanya hivi kwa sababu ndio njia mbadala za kuweza kukusaidia wewe kuweza kujua kupiga gitaa kwa urahisi zaidi. Ninapozungumzia sophisticated strings na maanisha ni hizi nyuzi nyembamba. Sasa njia zake ndio zile zamani tulikuwa tunazitumia kama shape mbalimbali. Mfano A, baada ya kukamata hivi, unakamata hivi. Unamaliza B yako. Unakuja E. Kwa hiyo sasa namna hii sasa, kwa hiyo ukijua hizi njia unaweza kupiga hata kama gitaa ni refu kutoka hapa mpaka Mwanza. Yaani kwa hiyo this is called sophisticated strings. Kwa maana kwamba unapiga nyuzi nyembamba. Hiyo ni njia ya kwanza. Kama bado hujajua namna kuweza kuikamata hiyo njia nyembamba, tafadhali join my class na darasa langu la muziki online. Nitakufundisha namna ya kuweza kuzishika hizi njia, kuweza kujua kwamba kidole kinashika wapi na wapi, na nitakufundisha pia numbering system kwa maana ya namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7 na namba 8. So this is called sophisticated string kwa mujibu wa kwangu mimi, sio kwa mujibu wa mtu mwingine yote. Na uwezo ukaikuta hii lecture au haya mafundisho sehemu nyingine yote isipokuwa kwangu. Okay, hiyo ilikuwa ni sophisticated strings ambao unatumia hizo namba 1, namba 2, namba 3 na namba 4. Aina ya pili tunasema intermediate strings. Intermediate strings inamaanisha zile nyuzi ambazo namba 3, namba 4 na namba 5 ni nyuzi katikati ya namba 3, namba 4 na namba 5. Hizi ni nyuzi ambazo zinaweza kukusaidia ukapiga njia ambayo inaweza kukusaidia pia kuweza kufanya gitaa lako bila shida yoyote. Kwa mfano, umeona hii hapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Inaitwa intermediate strings method. Intermediate strings kwa maana kwamba wewe unahangaika na zile nyuzi za katikati. Unadai na intermediate strings. Aina ya 3 na ya mwisho ya namna ambavyo unaweza ukapiga gitaa lako kwenye funguo zile tunasema unatumia bass strings. Bass strings nayo inaweza kukusaidia kuweza kutengeneza njia za kupiga gitaa la solo. Kwa mfano, sasa hii unapiga nyuzi 3 za mwisho kwa maana uzi namba 6, namba 5 na namba 4. This is 1 2 3. I think you see that. Kwa hiyo yaani unaweza ukaamua kuanza kupiga kirhythm fulani kuanzia kwenye
Hapo unakuwa ni kama vile unataka kufanya bass guitar, lakini unakuwa unapiga ni rhythm hiyo, lakini katika nyuzi za bass. Faida ya kujua hizi zote, kwa mfano hizi bass, wale watu ambao wanapiga muziki katika level ya bendi, uaga mtu anapiga rhythm, anakuwepo anayepiga solo, anakuwepo anayepiga bass. Sasa yule anayepiga rhythm hatakiwi na yeye kuwa anapiga nyuzi hizi ndogo kama anayepiga solo. Kwa hiyo ili kusudi kuwepo na tofauti kati ya mpiga solo na mpiga bass na mpiga rhythm, lazima at least huyu wa rhythm aweze kupiga rhythm hizi nzito nzito ambazo hazimpigi kelele mtu anayepiga solo. Kwa sababu wote wakiwa wanapiga hizi solo, hizi nyembamba, maana yake zinasababisha muziki unakuwa una makelele mengi sana. Sasa ili muziki usio na makelele mengi, analazimika kuwepo mtu ambaye anapiga rhythm lakini kwa kutumia hizi nyuzi nene. Anaweza kachuzi akaamua kupiga intermediate strings kwa maana ya hizi. Called intermediate strings. Kwa hiyo unacheza na intermediate strings, unapiga rhythm yako tamu kabisa ili kusudi mtu wa solo sasa asichanganyikiwe. Asiwe anachanganyikiwa kwa sababu wewe unakuwa unamchanganya na rhythm zako nyembamba. Kwa hiyo wapiga rhythm tafadhali, pigeni rhythm ambazo ni intermediate au chagua bass strings. Raha ya kujua hizi, inakusaidia kuweza kupiga rhythm ambazo ni tamu, lakini pia kwa wale ambao wanapenda kutumia mute solo guitar technique. Hizi ni technique mbalimbali za kuweza kupiga gitaa. Kama unataka kupiga mute, inakupa urahisi mkubwa sana. Kwa mfano sasa mute ni nini? Mute ni namna ambavyo kwa kodi hiyo hiyo unaweza ukawa unapiga lakini unavokamata vidole haufiki mwisho. Kwa mfano hii hapa. Hii hapa ni ile sophisticated strings zile za kawaida kabisa, kwa form zile za kawaida kabisa. Sasa unachokifanya wewe, kwa mfano mimi naipiga hapa inasikika mpaka mwisho, lakini unaopiga mute hufiki mwisho, ukandamizi mpaka mwisho vidole. Unaacha vidole kwa vina hang hewani. Ni technique moja wapo. Kwa hiyo maana kama hutaki kupiga mute, maana yake ungepiga kwa sasa, kwa sababu unataka kupiga mute, unafanya sasa hapa. Kwa sababu natumia gitara baridi kwa maana ya acoustic, unaweza usisikie vizuri. Lakini ukiwa unapiga gitara umeme ambao limeunganishwa kwenye effector ya solo, hiyo mute yako inakuwa inasikika kwa ladha nzuri sana. Lakini pia kuna effector za mute pia kwenye gitara solo, unaweza kuzitumia ukapata solo nzuri. Okay, anyways, nisipotee kwenye mada ya leo. Mada ya leo nilikuwa nakufundisha namna 3 ambayo unaweza ukajifunza njia za kuweza kupiga gitaa lako la rhythm, au kuzijua njia za solo kwa namna 3. Tumesema njia ya kwanza ni hii hapa, sophisticated strings. Hizi hapa ukifahamu hii njia, I tell you, solo zote zinalala pale. Njia ya pili tukasema ni intermediate strings. Hii hapa, hizi zote ni ufunguo wa hii. Remember, this is E major. Kwa hiyo hii hapa ni E pia, hii hapa ni E. Lakini njia ya tatu nikasema kwamba ni bass strings. Yeah. Bass strings. Ukizifahamu hizi njia 3, utakuwa na misamiati mingi sana ya kupiga gitaa solo, na ama kwa hakika utakuwa ni mpigaji wa gitaa solo mzuri sana.
Karibu sana kwa mafunzo. My name is Ezekiel Chavala. Unaweza ukasubscribe channel yangu uendelee kupata mafunzo. Lakini haya ni machache kati yale ambayo nayafundisha wanafunzi wangu, nawafundisha inbox. Kwa hiyo kama wewe unatamani kujifunza muziki, gharama zangu ni nafuu sana. Tafadhali nitafute kwa namba 0621 029 725. Nitakufundisha tekniki mbalimbali za kuweza kupiga gitaa, na nakuahidi kwamba ndani ya miezi mitatu utakuwa na uwezo wa kupiga gitaa kanisani kwako au nyumbani kwako. Yani ni mafunzo rahisi kabisa. Nafundisha kupitia Google Meet, nafundisha kupitia WhatsApp, nafundisha kupitia YouTube tutorials. Kwa hiyo nakupa assignment kupitia WhatsApp, na unafanya assignment na nirudishia. Kwa hiyo nimeona watu wengi ambao wameimprove kimuziki na wengine wamekuwa na muziki bora sana kupitia darasa langu la online la muziki. God bless you so much. Until next time, usiache kushare na kulike na kusubscribe channel yangu. Mungu akubariki sana.